رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان الله يا رمضان يا رمضان يا رمضان الله يا رمضان يا رمضان. wa Zamyl TV Nuru ya Imani, na hapo nafikiri unaona meza ikiwemo mama, na hawa sio mama tu peke yake, kwa sababu ninakwambia hii sehemu ni sehemu special, ni sehemu ya watu ambao kama ni VIP, na hawa ni viongozi wa mama katika nyadhifa mbalimbali za kiserikali pamoja na za kidini. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, hili eneo au jumba hili au holi hii ni ya msikiti Masjid Jamia Siyopot, na ni gavana aliyokuwa hapa, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mbariki kwa jambo hili alilofanya kuwafuturisha Waislamu. Ni jambo kubwa sana gavana alilofanya, na wacha nikuache uendelee kujisamia yale yanayojiri hapa katika eneo hili la Siyopot Masjid Jamia. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru, usisahau kusubscribe pamoja na kulike pamoja na kushare inshallah. Na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, na hakika gavana ameshaingia na watu wamekaa katika position yao kwa ajili ya swala nzima la iftari au kwa ajili la kupata kitu kuweza kuingia tumboni, kwa sababu wameweza kufunga na kukaa na njaa kuanzia asubuhi hadi jioni, na sasa hivi wanasubiria kufuturu, kwa maana kwamba tayari gavana ashaingia katika eneo maalum ambalo kwamba lililoandaliwa na uongozi mzima wa Masjid Jamia Siyopot, na huko wanakaa baadhi ya watu maalum ambao kwamba ikiwemo ni viongozi wa kiserikali na viongozi wa kidini, mashehe mbalimbali na watu mashuhuri ambao kwamba ni pande ya kiserikali, ikiwemo DC na wengine maaskari wakubwa, na pamoja na security yake nzima, kabineti yake nzima, wakiwa wamekaa eneo hilo la jumba maalum ambalo kwamba limeandaliwa kwa ajili ya gavana. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru Imani, unaweza ukatizama umati wa watu waliohudhuria katika uwanja huu wa Siyopot Masjid Jamia. Yote haya ni mahaba na upendo wa kumuonyesha gavana, lakini japokuwa wengine wameweza kuja kwa kufuata makuli tu, lakini wengine baadhi yao wamekuja kufuata jambo kubwa kabisa la kushuhudia gavana pamoja na kuzungumza rai pamoja na maoni ya gavana ambao kwamba aliweza kuahidi alipokuwa anaomba kura. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, kwa hakika muda si mrefu nafikiri watu wataanza kula, na baada ya kula hapa wataingia moja kwa moja gavana ataingia moja kwa moja katika mazungumzo na baadhi ya waumini ambao kwamba wamemsubiria kwa muda mrefu na kuweza kuzungumza mengi yaliyokuwa hapa katika eneo hili la Siyopot Masjid Jamia. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, kwa hiyo usisahau lakini kusubscribe pamoja na kushare pamoja na kucomment ili wengine waweze kupata ujumbe huu katika TV yako pendwa Zamyl TV Nuru ya Imani, kwa sababu ni TV ambayo kwamba inarusha mawaidha mbalimbali, darasa mbalimbali, dua mbalimbali na mambo kama haya, sherehe maalum ya kiserikali, ikiwa ni sherehe za kidini na pamoja na maudhui mbalimbali za Kiislamu. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, unaweza kupiga namba yetu ya ofisi 0758920515. Narudia tena ni 0758920515. Ikiwa namba hiyo imepita kwenye skrini yako hapo juu, unaweza ukachukua kutupigia simu ukiwa na sherehe mbalimbali, ikiwa na shughuli mbalimbali, tutaweza kufikia na tukufanyia shughuli yako kwa bei nafuu kabisa katika TV yako pendwa Zamyl TV Nuru ya Imani. Ulikuwa naye mtangazaji wako Zamyl Farshi katika TV yako pendwa Zamyl TV Nuru ya Imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ila liqa ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan Allah ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan Allah ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan. Ni mwezi wenye rehema ya Ramadan, na kila neema kwa waja ya Ramadan. Huu mwezi wa kuchuma na kuomba zetu haja ya Ramadan, ni mwezi wa kusimama ya Ramadan, ucha Mungu utakuja Allah ya Ramadan
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, na kwa hakika nafikiri unautizama umati wa watu uliokuwa nyuma yangu hapa, na wengi wakiwa na hasira na wakiwa na dukuduku wa swala nzima hili la iftari ya Mheshimiwa Gavana alioandalia hapa. Mpaka sasa hivi wengine hawajafuturu, ikiwa sasa hivi ni saa 1 inaelekea saa 2, wengine hawajafuturu. Tutazungumza nao watueleze hasa ni kwa sababu gani imekuwa hivi au utaratibu gani uliopangwa hadi kuwa hivi. Assalamu alaikum wabarakatuh. Vipi hali yako? Sawa sana. Mzima baba? Niko mzima. Vipi mpaka sasa hivi mnaongelea, naona wengine wakilalamika kwamba iftari bado, chakula bado, shida ni nini? Basi sisi wengine tunatoka mbali na tumekuja hapa na hatujapata iftari mpaka wa saizi. Tunaona uchungu, kwa maana kama tungelikuwa kwetu kule tungeshakuwa tayari. Pengine inasababishwa na nini jambo hili mpaka sasa hivi mjafuturu? Sasa pengine mpangilio ndio mbaya. Mpangilio ndivyo. Wewe ni mkazi wa wapi? Mimi natoka Ganga. Ganga. Ganga Jamia Mosque. Mashallah, shukrani sana. Na tuna shekhe wetu hapa, pengine tuongee mawili matatu tufahamishe jina lake. Assalamu alaykum wabarakatuh. Naam, shekhe hata kuzungumza, nafikiri yupo kwenye uradi wa kumsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alaykum wabarakatuh. Salamu alaykum. Vipi hali yako? Alhamdulillah, nashukuru. Unajua nani? Mimi naitwa Mzee Hassan. Mkazi wa wapi? Port Victoria. Mpaka sasa hivi naona waumini wengine wanalalamika kwamba mpaka sasa hivi wengine hawajaweza kufuturu hata kufungua muadhini, na ikiwa sasa hivi inaelekea saa 2. Chanzo ni shida nini? Shida inatokea na wenye kupanga hizo vitu zipatikane, lakini Muislamu wa haki ambao unaangalia Uislamu wako, usiangalie kenye kimepangwa. Toa tu pesa yako ununue maji ukunywe, si lazima ungoje vile vimepangwa. Sio lazima utegemee vya hapa vilivyoandaliwa. Unatoa tu pesa kwa mfuko, unanunua soda, unanunua maji na kunywa, hata kama ni biskuti na nini, kwa kuwa hii dini yetu sisi si dini ya ukubwa waliokuja. Asante sana. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, nafikiri gavana ametoka kule, sasa tuweze kuzungumza yanayojiri, na gavana anaweza kutoka pale na tumsikie inshallah yale yatakayojiri gavana atakazungumza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kwa upesi, kwa sababu muda haunasi, nitamuomba Al-Ustadh Abubakar Raja. Abubakar Raja. Hapana. Abubakar Raja Abubakar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. جزاك الله خير. Wale mtakaowaita kutoa salamu lazima mtakuwa wafupi kwa sababu ya muda na watu wametoka mbali. Kuna watu wametoka Changara na hatuwezi kukaa hapa kwa muda mrefu. Kwa hivyo tafadhali, nikikwambia ile muda nakwambia ndio utumie. Sitaki kutokea aibu ya watu kuanza kunyang'anyana maiki, tafadhali. Kwa hivyo nitamuita Sheikh Isa Sadala, njoo nakupa dakika 2. Kwa hivyo tumia muda wako vizuri, ukiongeza nitakunyang'anya maiki. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Hapo kanyang'anya pia na kwa muda mfupi, kwa sababu tumeona kwamba tumechelewa, tunakubalika, tutakuwa
na muda mfupi ambao tuko nayo hapo, tutakuwa na safari na kila kitu ambacho tunakuongea. Na piga asante sana kwa bwana gavana, asante sana bwana gavana, sio wako na sababu wote ambao wamekuja, karibuni nyumbani. Hapa ni Shioport ambayo ilikuwa kitovu cha Uislamu katika hii kaunti, na basi siku ya leo ni siku ya maana sana kwa Shioport kwa sababu tumepewa nafasi ya hafla ambayo tunaweza kufanya kama Shioport. Ni siku kubwa ambayo tunataka tukuwe na muungano, na tunashukuru sana ule ambaye amepanga siku ya leo ambaye ni gavana wetu kuna kutuona. Kwa hayo, kwa sababu ya muda inaenda haraka kwa ile ambayo iko nayo kupatia asili mwenyewe. Wanagavana, nashukuru sana kwa ofisati wako ambao uko kwa ofisi, bwana Hafadhe ambaye tulikuwa tunamsumbua sana kukuja huko, bwana Nur na bwana Gibson ambao tumekuwa nasumbua kabla tunakupigia wewe salamu zetu kwake, na bwana Ibrahim ambaye amekunuki na hao ofisati wako ambao walikuwa ni wazuri sana kwa kusaidia kwa ofisi na kurekebisha. Bwana gavana, shida ambayo tuko nayo hapa ni tulikuwa tunakwenda kushughulana na hao msikiti ambayo ni harambee ambayo tulikuwa tumefunga kila saa, inawasumbuliza, inawatupatia muda, lakini itatupatia dhidi ya harambee. Nafikiri sasa hiyo kama nitapata habari na kuomba tuwakaribie harambee tukuwe na mzuri kuliko huu. Najua huu ni msikiti unakuja sana. Nataka msikiti ambao kama huu wa Kishia. Ule wa Kishia sauti jamii. Ambao huu wakati tukuja hapa, wakati hii pia tukuwe na msikiti kama huu. Wanagavana, tunashukuru sana kwa kuandika kufanya kazi kwa sababu wenzetu kama mshahara mbili ambayo tulikuwa tunajua kwa hiyo na hata bwana gavana tunakushukuru, lakini tunasema kwamba utuongezee sisi watu wengine pia hawa kwa uzuri doni tunakuongezea tuongezee kitu moja hapo kwa qualified pia tukue hapo na tunajivunia kwamba mzuri huko tunaona hapo na silabu yetu hapo tunafikia. Bwana gavana, tunapiga kwa upande wa ile reform na juu yote grupu zote ambazo ziko hapo tunakuja pamoja zikaform a cooperative. A cooperative ambayo wameform ambayo tunataka tuisije kuipata ambayo tunataka kusaidia kufikia kwa hapo. Kwa sababu hiyo lazima wapate support yako. Na bora tuko kuna program ya secondary. Wakati ambao wanasema tunasema madrasa hapa tunawapatia sura zote tuko na tayari. Tunaomba tukuwe na sherehe kama 16 ilikuwa 20, ambapo hizo sherehe tulikuwa tunatumia kwa watu waliokuja tukue commercial, kwa sababu ambayo tuko tunafanya hapa internal ambayo kwa sababu ikiwa commercial tutakuwa na nguvu ya kuandika ya kulipa instructor, kwa sababu hizo ndio nitasaidia hapa tunaweza ingawa na kujiduna mwisho Basari tunagavana ajua kitu ni measurement community. Unajua Islamu na community hata watu wote hapo najua hapo tunakuwa hapo kwa kusaidia at least doing ambao sisi wetu tukiwa kwa sababu kama hapa hivi tunajua hapa hivi tunasaidia watoto wetu na tena kupenda Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Bayana karatasi yako. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Huyu amekuwa ni mwenyekiti
wa msikiti wa Sioport, mwenyekiti wa kamati ya msikiti wa Sioport amechukua muda mrefu kidogo, lakini ni msaada kwa sababu tumeamini na ndio kwanza imamu wa msikiti huu Small mic. ndio mtoe salamu. Ndio ni moja na mimi kwa sababu tumenyamaza ni sababu hiyo. The kind of stand they're going to use. Hayo ilikuwa ni chairman karibuni sana bwana gavana Daktari Olimu Dana. Funguhe Maulida Nani Funguhe, karibu sana gavana. Hapa ndio tumeanzia safari yako ya kisiasa. Kwa kutazama mkono umeenda mpaka umefika hapa, na tunataka usikie hapo. Jambo hili ni mara yako ya pili kuingia kwa msikiti hapa. Ulikuja mara ya kwanza ukaingia hapo, leo tena umekuja umeingia, na hizi ni baraka zote ambazo kwamba kama sisi jamii ya Waislamu wa Sioport tuna furaha kujivunia mtoto wetu Olimu Dana. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته يا إمامنا يا أمين يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طول حياتي وفي صلاتي بدعى أصلي وراه من مكة حبيبي نوره سطع المدينة صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته من أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيصلوا عليه اللهم صل عليه الله حببني في الإيمان حسسني بالأمان وتعلقت بيه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه نفسي اشوفك في المنام يا رسول الله وابكي على كتفك وانام يا حبيب الله وانول شرف لقى صحبتك وخطي في صفوف امتك
واتحامى فيه. سطع المدينة صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في